linatuguza sana, kwa sababu ni neno ambaye nataka tuone tabia zetu. Ni neno ambaye itaguzia kuhusu tabia zetu. Huwa hizi tabia ni character. Sije nikawa nimekosea. Tuone hizi tabia zetu zina develop namna gani, zinaingia namna gani. Number 2, tuko na tabia ambaye ni nzuri na tabia ambaye ni mbaya. Sasa badala mwisho tukaona kwamba hizi tabia mbaya tunawezaje kuzitoa katika maisha yetu. Na hizo vitu zote, tabia ni kitu ambaye iko ndani yako, sio kitu ambaye iko nje. Kwa hivyo leo tutasomewa neno ambaye iko katika Ephesians 4 verse 17 to 25, ndio iweze kutuelekeza vizuri kuhusu hii neno ya leo, kwa sababu tabia huwa inaendelea na roho yako, your heart, the heart issue. Na nimesikia ndugu yetu Kipto ameguzia kuhusu our heart. Amen. Na our issues ambaye tuko nazo si ati ni vita ya nje, ni vita ambaye iko ndani yetu. Sio vita ambaye unasikia tunapigana iko mbali, hapana, iko ndani yako. Kwa hivyo tukisoma hapo tutaweza kuelekeza na tuweze kujibu hayo maswali ambaye nimekupatia maswali 4, tujue mwishowe tutafanya namna gani. Ephesians 4 verse 17 to 25. Okay. Biblia inasema hivyo nawaambia hivi, nami nasisitiza katika Bwana kwamba msiishi tena kama watu wa mataifa waishivyo katika ubatili wa mawazo yao. Watu hao akili zao zimetiwa giza na wametegwa mbali na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga wao, kutokana na ugumu wa mioyo yao. Wakiisha kufa ganzi, wamejitia katika mambo ya ufisadi na kupendelea kila aina ya uchafu, wakiendelea kutamani zaidi. Lakini ninyi hivyo sivyo mlivyofunzwa Kristo. Kama hivyo ndivyo ilivyo, ninyi mmesikia tena mmefundishwa yale na naye vile kweli ilivyo katika Yesu. Mlifundishwa kuuvua mwenendo wenu wa zamani, utu wenu wa kale ulioharibiwa na tamaa zake za udanganyifu, ili mfanywe upya roho na nia zenu, mkajivike utu mpya ulioumbwa na sawasawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu. Kwa hiyo kila mmoja wenu avue uongo na kuambiana ukweli mtu na jirani yake, kwa maana sisi zote tu viungo vya mwili mmoja. Asante sana Pastor Kimani. Hivi sasa nataka tuchambue hiyo neno taratibu, sababu tunaona sana kuhusu roho yako ndio adui yako mkubwa sana, pia ndio rafiki yako mkubwa sana. Katika Biblia kuna 40 days ambazo zimetajwa sana, na hizi 40 days nitawapatia reference, although ni mingi sana, lakini nitapatiana reference kama 5, ambapo tunaona within 40 days philosophers wamekuja wakakaa wakaona ndio upate character, you develop a character, hiyo tabia yako, it takes 40 days to develop a character, and it also takes 40 days to deform that character. Haya, tunataka kusema nini? Tukiangalia katika Genesis 7 verse 4, tunaona Noah stayed in the ark for 40 days and 40 nights. Tukiangalia katika Exodus 32 verse 7, tunaona Moses akiwa huko kwa mlima for 40 days 40 nights. Tukiangalia katika 1 Samuel 17 verse 16, tunaona Philistine marched towards Israel wakati Saul alianza kusikia uoga for 40 days. Alijawa na uoga mpaka Mungu akatoa David. Matthew 4 verse 2, tunaona Yesu akiwa anapelekwa wilderness for 40 days and 40 nights. Jonah wakati Nineve ilikuwa imeharibika, tunaona Noah katika
Jonah 3 verse 4 tunaona Jonah akitumwa Nineveh. Anaambiwa go and prophesy in 40 days there will be no more. So wakati tunaangalia kuhusu 40 days, tunaona kwamba it has a significance, iko na maana sana katika Biblia. Na ndio hiyo tunasema it will take you 40 days to form a habit, na itakuchukua 40 days to reform it. Now, ni watu gani ambaye tunaweza soma nao? Nimesikia ndugu yetu Kitoa akiongea mambo ya Israelites. The Israelites were delivered by Moses in Egypt. Lakini hao watu hiyo Egypt walikuwa wamekaa for 400 years. Imagine 400 years, lazima wangekuwa kuna tabia ambayo wako nazo za Waegyptian, ambapo hizo tabia zilikuwa zimeingia ndani yao, na Mungu lazima angetoa hizo tabia, lazima angewapelekea wilderness, kwa sababu pale katika wilderness hakuna kitu, ni jangwa, na Mungu alikuwa anataka kuwaonyesha kwamba yeye ndiyo Mungu na ndiyo provider. Aweze kutoa hiyo mambo yao walikuwa wametoa Egypt, aweze kuwafanya kiumbe mpya. That's what we call it regeneration process. From Egypt to Canaan, it only take you 40 days and 40 nights by walking. But yet these people are taken in the wilderness, ndio waanze safari yao kwa wilderness, waondolewe hiyo mambo ya Egypt. Na kuna mambo ambayo tunajua, mambo 10 Mungu alikuwa anataka kuwaondoa kwa roho zao, maana walikuwa wametoa hizo tabia pale Egypt. Kunayo ya kwanza ni uoga. Imagine a slave. Kuna slave hapo na ujasiri. Unapata slave hapo na uoga saa yote. Hiyo Mungu alikuwa anataka kuitoa. Kuna hii nyingine ya bitterness. Imagine unaamshwa asubuhi, fanya hivi, unachapwa. Huyo mtu anakuwa very bitter. Hata mtoto wako ukimlea na tabia mbaya, anakuwa akiwa mtoto very bitter, anataka revenge akiwa mkubwa. So bitterness, and it's all in you. Haya, hiyo nyingine tutakuja ni njaa. Hawakuwa wanakula, wanashiba. Wao wamekaa tu kama vile unaona mnyama sungura akiwa amekaa kwa kichaka, anajua tu wakati wote tu anaweza ondolewa. Kwa hivyo pia hiyo sasa alikuwa na hunger. Thirst alikuwa nayo, ambapo sasa alikuwa na kiu. Huyu mtu hana nini? Idolatry, walikuwa wanaomba miungu ile ambayo ilikuwa pale. Hiyo nyingine alikuwa na watu wa kucomplain, kwa sababu huyu tunaongea mtu ya slave 400 years, ni mtu wa kucomplain saa yote. Huyu master yangu ananisukuma, askari wamewachapa, ako tu complaining, kila saa ni kucomplain. Hiyo nyingine ni kula haraka, gluttony. Unapata mtu akipata chakula anataka kumaliza haraka haraka, kwa sababu hajui kama hii chakula itachukuliwa. Anataka kula haraka haraka aweke kwa tumbo. Hiyo nyingine ni jealousy. Huyo mtu anakuwa very jealous. Anaona hii watu na tunafanana na wao, kwa nini sisi tunakaa namna hiyo? Anakuwa na wivu. Anaona hata mtoto wa Farao akipita hivi anamuonea mbaya sana. Anaweza hata kipata nafasi tu anaweza muua. Hiyo nyingine ni unbelief, hapo anaamini Mungu. So hata wakati Moses amewatoa, hawakuwa wanaamini Mungu. Na hiyo nyingine ya mwisho, hawakuwa na trust kwa Mungu. Sasa katika hii safari yetu, manake saa hii mimi naongea na waokofu, mimi siongei na watu ambao hawajaokoka tuko kanisani. Na kama ambaye hawajaokoka ni sawa, atakuja kuokoka. Wakati wewe umeokolewa na Mungu, straight away unapelekwa wilderness. Hakuna mtu huwa anavuka hiyo. Wakati umeokoka, the military will be in a wilderness, because what happens, your body, kuna wakati niliwaambia, it consists of 3 parts: the spirit of God, your soul, and your body. Your soul consists your mind, emotions, na will. So wakati huo umeokoka, ile sasa mtambo ambaye iliharibiwa katika the Garden of Eden, Adam and Eve, ambayo wakakuwa hawana communion na Mungu. Wakati umeokoka, your spirit is ignited. Now you can be able to access heavenly realm, but your soul is still intact. Wakati uliokolewa ukiwa mtu mzuri, ulikuwa umeokolewa ukiwa na mshene, ulikuwa umeokolewa ukiwa wewe uko na sexual immorality, umeokolewa ukiwa na tabia ya kuonea wengine wivu,
Kwa hivyo tuko na hizo attribute ndani ya gani? Ndani yetu. Kwa hivyo wakati umeondolewa sasa, Mungu anakupeleka in the wilderness so that you can go to the promised land. But kitu moja, wakati Yesu alikufa pale Calvary, alienda juu. And when he is up there, he is our intercessor. Na wakati yuko pale in the right hand of the God the Father with the authority and power, wakati umeokoka, as long as you are with Christ in heaven, wewe kule juu unaonekana ukiwa blameless and holy. Jesus has done it for you. Ile sin ulikuwa nayo ameshafanya nini? Ameimaliza. But here on earth, you got to go to wilderness ndio watoe hiyo issues of your heart. Hiyo mshenee ambayo uko nayo iondolewe, ianze kusafishwa. Watu wasianze kusema huyu ni Mkristo lakini kama angeacha tu mshenee, huyu ako sawa ni mama. Huyu bwana ako sawa lakini shida yake akiona wanawake au mtu anaharibika. So wakati sasa sisi tunawekwa wilderness, it's for our own benefit to be transformed through the process of regeneration. Tukue kiumbe mpya. When you are in Christ, the old is gone, the new has come. So shida iko wapi? Shida iko kama hawa Wanaisraeli. Wakati waliingia wilderness ndio waliotengenezwa na Mungu, they hardened their heart. Wakiitisha chochote ile ulikuwa unaitisha, Mungu alikuwa anawapatia. Yeye mchana alikuwa anaenda na wao na cloud. Usiku alikuwa anaenda na moto. Anawaonyesha njia. Chakula walikuwa hawezi jali, maana wanapewa na wanaambiwa usiweke. Kesho Mungu ako na yeye. But Moses, even though amewatoa Egypt, hakuweza kupigana na the issues of their heart. They failed terribly. Hizi vitu unaona zote 10 nimekusomea, they failed. Na hiyo generation yote apart from Joshua and Caleb hawakuingia wapi? Canaan, because of their issues of their heart. Today as Christians, how many, na nitawasomea manake I have listed 20 of them. Ni juu yako uweke tick ni ngapi ambayo uko nazo. We have Christians full of greed. We have Christians ambao wako very jealousy. We have Christians that are still practicing sexual immorality. We have Christians who are jealousy. They are still in the wilderness wandering. Some of them will die still wandering there. But what is the message of the Christ? Is to crucify that character which is affecting you, not to portray ile image ya Mungu. Na ndio unapata sasa hiyo shida ambayo tuko nayo. Na ndio naambiwa baadaye wakati nitamalizia, I'll show you how to take that character out from you. Kwa sababu hii vita zote tunapigana, Ephesians 6 tunaambiwa na Paul. Zile vita tunapigana ni within the principality ya evil spirit within the heavenly realm. Hakuna siku utaniambia ati hii vita tutapigana naye ni physical. If it was physical, na wewe kuna watu wanakusumbua kia ng'ombe, ungeniita. Nitakuja na panga, mwingine anakuja na mshale, mwingine anakuja bunduki, twende vita huko. Lakini the own fight within the wilderness is fight within yourself. Hii pride ambayo uko naye ni wewe mwenyewe utafanya nini? Utamaliza. Hakuna siku utakuja kusema ati iko mtu utamwekelea huyu mzigo, hapana. Nakumbuka vizuri sana, nimpatie mfano mzuri wa regeneration process. Mfano mzuri ni hii tunaita kigunyuu, kinaitwaje? Katapira. Kama mmesoma mnaona katapira inaenda a metamorphosis stages. Kwamba inaanzia ikiwa kigunyuu, mwisho inaisha ikiwa butterfly. That is exactly the regeneration process when you are born again. When God has taken you out and put you in the safety, amekuleta mahali ya safety, now he wants you to change. Ukue kama hiyo kigunyuu, ukue katapira, ufly. He wants you to change, kutoa hizo issues za haki yako vizuri, zote ziondoke. Na hizo vitu kusifanya hivyo. In John 15, inasema kwamba Jesus alitupatia mambo ya analogy ya olive tree, the vine, the true vine. Kama unaambiwa wewe you are the branch, then unless you remain in the vine,
you cannot bear fruit. So the same case, when Israel decided to harden their heart, hakuna mahali walienda, si wote waliisha. Mpaka hakuna mtu aliingia Canaan. Waliingia wale ambao walizaa. So the same now is within us. Our heart has been hardened. Imekuwa hardened na zile vitu tumeweka ndani yetu. So swali ya kujiuliza, hizi vitu zinatoka wapi? Because they are evil. Those are satanic things. Lakini hizi vitu zinatokana na environment. The environment yenye wewe unaishi huwa iko na mambo mawili. Iko na nature na iko na vile wewe mwenyewe umelewa kweli. Kuna watu ambao wamelewa, wakisikia mgeni anakuja, chakula inawekwa chini ya meza. Hawawezi patia hiyo mtu chakula. Huyo mtu amekuwa hiyo tabia, amekuja akaizoea na akaanza kutembea na akaona kama is normal. Kuna mwingine amekuwa tu amewekwa, amezaliwa, learn from the parents and their brothers and sisters. Mshene saa yote. Huku kulikuwa hivi, huku kulikuwa hivi. So those are the things ambayo tunaform kulingana na mazingira yetu na kulingana sisi vile wenyewe wale watu tunakuwa na wao. Even in the church, you can be able to identify the group or 2-3 people na uone hawa watu wakikaa kushikana wanakuja nao. Hiyo tabia they learn it. So lazima tuwe very careful vile sisi tunaform tabia. Uangalie hii tabia, kama unaona sio mzuri, ondokea hiyo mtu. Kwa sababu yeye kuonyesha ukikaa naye 40 days, hiyo tabia inakuingia ndani yako. Kama ni amshene, atakukaa tu anakuja kitembea kwako. Within 40 days utakuwa na mshene ile hujaona. Lakini kama ungeikemea mwanzo, haingeweza kuwa. So lazima as Christian we know that the issues and the fight we are fighting is within us. Na ndio inakuwa ni ngumu sana. Mimi hata nikakuhubiria namna gani, hiyo tabia kuiondoa, you have to play the game. Wewe mwenyewe ndio utafanya nini? Utaitoa. Na utaitoa na nini? Utaitoa na neno la Mungu. If you stay within the word of God all the time, praying, meditating, studying the word of God, hiyo tabia itaondoka. Utakuwa uko kama wale Waisraeli kwa wilderness wakiwa wanaongozwa na Mungu usiku na mchana. So if you are not rich in the word, ujue hizo tabia utazibeba. Belewana, hivyo ndio huwa hiyo tabia inaform. Now, tunataka tuone sasa hiyo tabia tunaweza iondoa namna gani, hiyo tabia sasa ambaye tumeona ni tabia mbaya. Hiyo tabia ndio tuweze kuitoa. Kitu ya kwanza ni kukubali ambayo uko nayo. Tunajua kuna mtu anajua mimi ni mtu wa mshene. There's nothing I can do about it. It's there. So now if you take a note vizuri na uanzie leo, every morning you make sure you pray and ask the Holy Spirit, nitolee hii tabia. Na kama mtu anakuja tunaambia Mungu nisaidie. Huyu akienda tu kusema hii kitu ya mshene na mwambia hapana, mimi sitaki tuongee mambo ya watu, wacha tuongee mambo yetu. Within 40 days itaisha. But let me nikwambie, mtu ya mshene ukimweka 1 month on isolation, atakuwa na burn. You'll be burning. Towards the 40 days, you'll be burning. Kwa hivyo naambiwa lazima umake sure umepersevere. Kwa sababu when it's approaching to the 35 days, that's when now it start burning in you. Na kama hautakaa vizuri na neno, utashindwa. Na unapata mtu amegive up, amerudia nini? Hiyo tabia. Kitu kingine mzuri ni kama diet. Watu wengi sana anasema mimi nataka kukonda. And when you started now changing your food, wakati nafika 20 days the first one utakuwa nafanya vizuri sana, unaona unatembea, unakula ile tu vile unafikiria healthy. But when it comes to 30 days, unaanza kuwa na urge. Ile chapati ulikuwa unataka kula unaanza kusikia sasa tamaa inaingia kwa mdomo. Ukiguza tu umejimaliza. So now according to this we see kwamba hizi fruit za negative traits ambaye ziko ndani yetu ndio nyingi tunaita sin. Na ndio hiyo napata huyo ni shetani sasa napata nafasi kwa roho yako. So how can we do it? We have to do that way so that we can replace hizo turudi upande wa Mungu.
Na upande wa Mungu zile trait ambayo tuko nazo ni rahisi sana, kwa sababu hizi za Mungu ni upendo, joy, peace, knowledge, truth, hope, faith, courage, ambapo sasa hizi ukiondoa hizi mbaya, hizi take over, then the fruit of the Holy Spirit inaanza kuonekana ndani yako. Lakini kama hauta replace na hizi, utakuwa kwa shida. Na ndio hapo sasa unapata the choice is yours. You have been given the free will to surrender your soul, your mind, your free will, usurrender kwa spirit. Ndio Mungu aongoze. So it's up to you, wewe mwenyewe ndio make decision. Wacha niwasomee hizi ambaye naita negative traits, ambapo ni 20. Na hapo kila mtu ataweka mark, ajue ni wapi ambaye anakataa kuonyesha glory ya Mungu. Ya kwanza ni sexual immorality. Kama wewe unajua uko katika daria hiyo, ujue sasa hiyo ni moja yako, unaweka tick. Hypocrisy. Kuna watu ambaye wanakaa, hiyo mimi na Kiswahili sijui inaitwaje, lakini Kikuyu unafiki. Kikuyu ndio hinga. Unapata mtu mnaweza kaa na yeye hapo, lakini ile amekukalia hata hawezi akakwambia kitu. Hiyo nyingine ni witchcraft. We have people still practicing mambo ya uchawi. Kunao wamama, mtu anakwambia nilitupiwa, hata kwangu niliona panya watatu wamenitupia, wameanza kutupa. Sasa wewe ujue huyo hapo kwa shida. Hiyo nyingine tu ni kuchukia, hatred. Unapata kuna watu tu wanachukia. Unasikia mimi nachukia huyu fulani. Hata huyu pastor hii mtu anasema ni rafiki yake, huyu mimi nakuchukianga sana tu. Hata sitaki kumsikia. Hatred. Na inaingia tu isidini you. Hiyo nyingine ni bitterness. Unapata mtu yuko bitter, amepitia mambo mingi sana. Katika ideolojia tunaita catharsis. Mtu amekaa ameweka hiyo mambo kwa kichwa. Ukijaribu kumguza tu namna hii, ile mambo itatoboka kwa huyo mtu, utashangaa. Na huyu ni kama na mimi vile alikuwa anamjua, sikupenda kwake. Ameweka that energy pale. Ukiguza tu hapo, hapo pamoja na wewe, na utaona mambo ile hujaona. Hiyo nyingine ni contentiousness. Hii ambayo inasumbua watu wengi sana. Kukataa kuridhika. Dada yangu nimesikia akisema kuna list alikuwa ameweka kubwa sana. Lakini pia katika hiyo list amefanywa na Mungu, lakini kunaye hapo ameridhika bado. Anataka Mungu, I need more. You need more. So we need to check that. Hiyo nyingine ni gossip. Si hii ndio imelalia vijiji. Gossip. Hii iko imeingia sana, hii ni mbaya zaidi. Hiyo nyingine ni influence. Kuna watu ambao wanakuinfluence. Unapata mtu tu anakuelekeza hivi. Wakati mwingine hata wewe umetulia nyumbani kwako, una maneno, jamaa anajileta tu. Akijileta unampikia kachai, anaanza kuambia twende mahali fulani, twende tukatembee, twende tukaone fulani. Those influences, they are not good. Hiyo nyingine ni jealous. Hii iko mingi sana hii. Na hiyo nyingine tunaita malice. Malice, tuko na mtu ambaye ni malicious, anaweza ongea tu kitu yako na hajajua. Ameona labda wewe umekuja umesalimia mama fulani, ameanza tu ku spread rumors, hawa watu ni marafiki. Hata usiku niliwaona siku fulani. Those are really bad. Sio vitu nzuri. Hiyo nyingine ni anxiety. Unaona mtu ambaye ako anxious saa yote. Hatulii. Hii maisha haina bila, hatulii. Ako tu hapa na pale. Hiyo nyingine ni pride. Hii imeweza watu wengi sana, pride. Unaomba tu kama hivyo madam, unaambia Mungu nisaidie, nipatie tu hata kama ni gari, nisaidie tu nipe utajiri. Akishakupatia mambo inaisha. Na ndio unapata saa zingine Mungu anazuia. Anazuia akitaka tu in the wilderness wewe uwe prepared. Once you get prepared na anajua huyu mtu nao anaweza patua hii na haitamharibu, anakupatia. Hiyo nyingine tunakaa ni fault finding. Kuna mtu tu hata ukisimama, hata ukiwa unatembea, hata kutafutia tu makosa. Hakuna siku atakuja aseme mama elimu leo ametuongelesha vizuri sana. Ili kitu anaangalia, uliona vile alikuwa anapiga hiyo macho. Huyo mama huwa simpendangi. Lazima mtu unasikia ni fault finding. Hiyo fault finding inakuwa ni nini? Hiyo nyingine ni disobedience. Unapata mtu, kuna mtu ambaye hawezi tii, ukimwambia hivi anafanya mambo yake. Hawezi hata kama unaelewa. Hiyo nyingine tunaita rebellion. Kuna watu tu wana rebel. Hata kama unamwambia kitu na ni kitu ya maana, atakataa. Unaona na rebel. Hiyo nyingine ni uongo.
Hii ni mbaya sana. Hii sasa imeingia kwa simu. Kwa simu sana watu wanadanganyana sana sana sana. So katika hizo zote uko na tiki ngapi? Kuna mtu ako na zaidi ya 5? Ndio mkono. Hautauliza la mtu, mimi niko na 2 na mimi I'm working on them. Nilimwambia ukweli, ziko zangu 2 na nimeenda nikasema nitafunga hii, Mungu uniondolee hizi 2 hizi. Nimeziona na ninaomba Mungu 40 days I'll wipe them out. Kwa hivyo unaona, hata mtu anataka kusema huwezi kudanganya, wewe mwenyewe unajua ni ngapi. Na kama unajua ni ngapi, let us apply that principle. You pray God kabisa, uambie the Holy Spirit lead me. Wacha nitoe hii tabia. Hatutaki kuwa na Christian born again tunasikia but. Ni mzuri sana ameokoka mama fulani, lakini hiyo lakini tunataka kuitoa. Hebu imagine kama wewe watu wanasema umeokoka lakini mshene. Alafu uache kutoa hiyo mshene. Hao watu watasema nini? Tumeona Mungu ndani ya nani? Ya huyu. Kama yeye amekuja na hajaongea kitu mbaya, tumeona kweli Mungu amefanya kazi. So, we are the living testimony. Remember, we are the living testimony. Maisha yetu ndio inatangaza vile sisi wenyewe tunakaa. Wakati sasa nilikuwa nasikiza neno ya ndugu yetu Kipto, alisema Roman 1 verse 21. Soma hiyo kitu vizuri sana na utaona. Ilifika mahali mpaka Mungu alikasirika, akaita Israelite, you stiff-necked people. Pelekweni na malaika kwa sababu nitawamalizia kwa barabara. Juu hawasikii. Wameweka golden calf, ndio muziki imepanda. Moses wakati alikuja hakuamini. Yaani hizo mungu zao zilikuwa huko Egypt. Na haziko watoa huko, wamekaa 40 years kwa wilderness wakijaribu kutengenezwa. Lakini wakasahau Mungu wao, wakaweka golden calf. God wasn't happy about that. So now it's the same as us. That nation has been given as our example. So in this journey me and you, we are in the wilderness, depending on how quick utamaliza hizo traits. Ukizimaliza kwa haraka, utaingia ndani ya ufalme wa Mungu. Na watu hutabidi kuambia watu, they know something has changed in this. Because what is a character is a mark or a scar ambaye iko ndani yako, ambaye ni very distinctive. Wakati sisi tumeokoka, Mungu anatupeanga a stamp, a seal ya Holy Spirit. And that is the difference between you and those ones who are not born again. Kama ukiangalia gari za Belgian Tours, ukiangalia pale imeandikwa Belgian Tours, iko na trademark na iko na kala zake. Kwa hivyo, let us portray the image of God after we know straight away zile vitu ambaye ziko ndani yetu. Kama ni hiyo wivu uitoe, you will portray God's character. And I can tell you, hiyo if hautaweza kuonekana tena. Utapata kwamba watu sasa wanakuwa wakiuliza, na huyu jamaa nimeona kabisa ako jamaa mzuri. So mimi hiyo ndio neno nilikuwa nataka kuwapatia kwa leo, kwa sababu hata niendelee zaidi, we know we have to deal with those issues of our heart. The issues of our heart is our biggest enemy, and those negative traits are evil. Unless you quickly do something about them, hautaweza kuona kingdom of God. Itakuwa unazunguka wilderness. Hatutaki uzunguka wilderness kama hao. Tunataka wewe mwenyewe uwe miaka yako iwe kidogo sana pale kwa wilderness, upate umepata glory ya Mungu mapema. Hizi vitu zote ambayo unapenda utazipata. We don't want to be a foolish followers. Foolish follower, kuna hiyo parable ambayo ilikuwa imepeana ya rich man, the rich person who wanted kuongeza boma yake, aongezee mazao. Akaambiwa, you fool, tonight your heart will be demanded. Utaachia nani? The same case applies with the foolish follower. If you don't take those things out of your heart, those wishes,
lazima zitadent your image. Watu watakuwa wanaongea kuhusu wewe vile uko neema ya Mungu ulioshika, lakini that but haitakosa. So in the name of Jesus Christ we want to dedicate that, lakini ndio tuwe watu wazuri tuweze kuonekania. Nishukuru sana, hiyo ndio message nilikuwa nataka kuwapatia kwa leo. Mungu atawabariki. Tuendelee na hii safari zote pamoja.